anayestaafu kesho. Mchungaji na Daktari Godwin Lekundayo, askofu wa Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, Mchungaji na Daktari Maki Warwa Marekana, askofu wa Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania, Katibu Mkuu wa Jimbo la Kaskazini mwa Tanzania, Mchungaji na Daktari Mwakaronge, nilikutabiria, lakini maaskofu wa majimbo madogo wote mlioko hapa, makatibu wa majimbo wote mlioko hapa, wahazini wa majimbo wote mlioko hapa, na viongozi wenzangu mlioko meza kuu, na Excom mpya, na wanachama wote, amani ya Bwana iwe nanyi. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya kamati kuu ya ATAPE inayomaliza muda wake kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna alivyotujalia katika kipindi chetu hiki cha uongozi. Kusema ukweli, tumefika hapa kwa sababu ya Bwana tu. Asingekuwa Mungu, huenda tungekuwa tumekata tamaa. Wako viongozi wenzangu kadhaa walioketi hapa, sitawataja majina. Nimechana barua zao mara mbili, baadhi yao wakiomba kujihudhuru kwa sababu ya kazi ilivyo ngumu, lakini ni kazi iliyojaa matusi kwa watu ambao hawatambui umuhimu wa kazi hii, na ni kazi ambayo wengi wanabaki kukulaumu tu wakati unajitolea kufanya kazi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa namna alivyotuongoza kwa safari hii ya miaka 4 mfululizo mkituamini kuwa viongozi wenu. Lakini jambo la pili, ni washukuru sana wanachama wa ATAPE Tanzania kwa namna ambavyo mmeshirikiana pamoja nasi, na kwa namna ambavyo mlituamini sisi uongozi unaotoka kutupa dhamana ya kuwaongozeni kama viongozi wenu. Kwa kweli heshima hiyo mliotupa ni kubwa sana, hatuwezi tukaichukulia poa hata kidogo, maana mlituheshimisha. Na kwa kweli katika nafasi hii mliotupatia, niseme tu kwamba imetuletea heshima kubwa sana. Heshima iliyotuletea ya kwanza, mmetutengenezea connection na watu wengi sana. Mfano mimi hapa sasa hivi mumenifanya kuwa na marafiki wengi sana wa ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato na walio nje ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo jambo mlilolifanya ni jambo kubwa sana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Pamoja na kuwa na marafiki wengi, lakini nilipata maadui wachache. Na hawa maadui wachache sikuwafanya kuwa maadui, hoja zao nilizigeuza kuwa miradi. Na hii miradi ilitusaidia sisi kufika hapa. Maana kwa kadiri walivyokuwa wanatuchallenge, hivyo ndivyo tulivyoongeza spidi ya kufanya kazi. Kama wewe ni kiongozi, ukakosa wapinzani ndani ya uongozi wako, watu wote wakawa wanasema wewe ni mzuri tu, ujitambue una matatizo. Na kama watu wote wakasema wewe ni mbaya tu, basi una matatizo. Ili uwe kiongozi bora na uliyekamilika na unayesimamia maamuzi, hapo ni lazima mzani ubalansi. Wawepo wanaokukosoa na wawepo wanaokuunga mkono na kukusapoti kwa mambo yao. Kwa hiyo nawapongeza hata wale waliotukosoa na hata wale waliotutukana. Wote tunawashukuru sana, mlitupa nguvu ya kuendelea na kazi hii. Asanteni sana na ninyi mliotukosoa. Maana chama cha watu wa ndio Bwana, hicho sio chama. Ukikuta kundi la watu wengi alafu wote wanasema ndio mzee, ndio mzee, huko ni jeshini tu. Kwa watu wengine hiyo biashara haipo. Ni lazima watu wengine wakuseme vibaya, wengine wakupongeze, na wengine wakulalamikie katika maamuzi unayoyafanya.
Kwa hiyo tunawashukuru wote kwa kutupatia hiyo heshima, na kwa kweli mmetupatia marafiki wa kutosha. Leo hii tunapoenda kukabidhi, mimi na wenzangu tunao ushuhuda wa kutosha. Kwa mfano, mimi mwenyekiti kwa sasa, haipo ofisi yoyote hapa Tanzania ambayo haina mwanaatape. Kote kuna wanaatape, na kila tunakobisha hodi wapo, na hivyo mmetupa heshima ya kufahamiana na watu wengi sana. Asanteni sana, na Mungu awabariki kwa kutuheshimisha namna hiyo. Kuaminiwa kushika nafasi hii sio jambo jepesi. Mimi kwa maana ya awamu ni mwenyekiti wa 11. Masenene sasa anakuja kuwa mwenyekiti wa awamu ya 12. Sasa kwa watu kama hawa tulioko 1000 kupata nafasi na wewe uwe kiongozi wa awamu mojawapo ni heshima kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Siwezi kulichukulia poa. Asanteni sana kwa kunifanyia heshima kubwa ya namna hiyo. Ni awamu ya 11, lakini si kwamba viongozi waliopita ni 11. Viongozi waliosimamia awamu hizo ni viongozi 7 tu, ambao wengine walijirudia kwa awamu nyingine. Na kwa hivyo mimi ninawashukuru kwa niaba ya kamati kuu kwa namna ambavyo mmetupatia nafasi hii. Lakini niwashukuru viongozi wenzangu hawa kwa namna ambavyo tumeshirikiana. Mkiona mambo yanakwenda ni kwa sababu kuna ushirikiano, kuna timu inafanya kazi. Kwenye gari ni gari moja tu, lakini lina vifaa vingi. Gari hili liende liwe limekamilika kila kitu. Nataka niwaambie, hata ukinunua gari mpya halafu otoneta ikaharibika, hilo gari haliwezi kutembea. Ni lazima uhakikishe gari hili liende, ni lazima kuwe na ushirikiano wa kila sehemu inayotakiwa kushiriki. Hawa viongozi wenzangu wamefanya kazi kubwa sana. Kipekee mniruhusu nitaje wafuatao walioketi hapa, ambao kwa kweli sitawaomba msamaha kwa sababu nilikuwa natekeleza majukumu. Mimi nikiwa natekeleza majukumu siombi msamaha, kwa sababu nikiomba msamaha nitafuta yale majukumu niliyokuwa nayaelekeza. Kipekee nimsimamishe dada yangu Janet Senkondo. Naomba usimame. Huyu mama mpigie makofi. Huyu mama amekuwa katibu wangu wa karibu sana. Kwa kweli niseme, tulikuwa tunapishana katika kuamua mambo, na kupishana ni kawaida. Na saa nyingine tukipishana mimi nilikuwa nanuna wiki nzima. Lakini huyu mama anashitukia tu anakutafuta. Alishanijulia kabisa kwamba mwenyekiti hapa ameshafyumu, niachane naye. Ikipita siku 7 anajua nimeshaabudu na Sabato, hasira zimeshaisha. Jioni anaandika, "Hello mwenyekiti." Sema huyu mama ni mjibu au anasema nimekumisi sana mwenyekiti, tumepotezana kwa sababu tumezoea kuongea kila siku. Nasema na mimi katibu nimekumisi. Sasa tunaanzia wapi? Tunapata pa kuanzia. Tumefanya kazi hivyo kwa maelewano ya karibu sana na huyu mama, lakini kwa maelekezo ya mchaka paka anasema, mwenyekiti nipumuzishe kwanza, maana linatoka hili linakuja hili linakuja hili. Kwa macho yangu kushuhudia anatoa machozi. Huyu mama nimeshuhudia amelia karibia mara 7 kwa kuona kwa macho. Sasa zile tulizokuwa tunaongea kwa simu sikumbuki alizolia ni mara ngapi, lakini hizo mara 7 nilizomuona analia sio nilimuliza mimi tu. Mimi nadhani niliyokuliza ni 1. Zile 6 mlimuliza ninyi. Mlipomuliza ninyi nikamfariji. Nilikuwa namsomea na mafungu. Unajua saa nyingine nilikuwa nakasirika, lakini nikitulia nasoma mafungu.
namwambia mama, kaza buti, tusonge mbele. Na hatimaye leo tumefika hapa tulipofika. Lakini huyu mama hasahau, mpaka nilishamuita jina, na hilo jina Masenene ubaki nalo. Nilimuita ni dictionary ya ATAPE. Hakuna asichokifahamu kwenye ATAPE. Hata kama ulisahau, kuna minutes fulani tulijadili, wewe umesahau, yeye anazo. Na kwa kweli hasahau chochote. Huyu mama ni hazina kubwa sana ndani ya chama hiki. Kamwe msimuweke pembeni. Ana msaada mkubwa na anafahamu mengi kuhusu ATAPE. Na ni mvumilivu, lakini ni mtu anayependa maombi. Na hata tulipokuwa tukikosana, tukianza upya, tunaambizana tuombe kwanza. Mpaka leo tumefika hapa, tumefanya kazi, tunapendana, ni marafiki wazuri, na jioni leo ameahidi kunitoa out. Sasa lakini tunaenda wote na mke wangu. Hiyo out tunaenda mimi na wasaidizi wangu na mke wangu na hawa wasaidizi wangu wote. Ila yeye ndiye ametangaza hiyo out. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa kazi nzuri aliyoifanya. Ameungua sana kwa kufanya kazi kwa bidii ya chama hiki usiku na mchana. Na niseme Edda Manento, tulipoingia madarakani, unakumbuka, tulipata dokumenti chache sana, na zenyewe tulizipata kutoka kwako za kuanzia. Sasa hivi tunavyoongea, Masenene, ushindwe mwenyewe. Kila idara ina mafaili na maamuzi yote tuliyoyafanya yako humo ndani, na kila kitu kitaenda kwa utaratibu. Yani tumetengeneza system ya ofisi yenyewe, na kila idara ina dokumenti yake. Lakini yote ameyaandika mama huyu. Hayo mafaili yote mtakayoyapokea kesho, ambayo ni mlima huu, ni mkono wa huyu mama. Mimi ilikuwa ni kuagiza tu, na akichelewa tunaambizana maneno magumu. Lakini alifanya kazi kwa namna hiyo. Lakini alinizoea, na sasa hivi tulikuwa tumeanza kuzoeana. Nadhani tungeendelea hapo miaka 3 tungefanya vizuri zaidi, kwa sababu sasa tayari tumezoeana. Lakini ndio hivyo, muda umetuishia kwa mujibu wa katiba. Asante sana Madam Janet kwa ushirikiano huo, na amekuwa ndugu yangu sasa wa karibu sana. Matatizo ya Janet ni matatizo yangu, na matatizo yake ni ya kwangu pia. Kwa hiyo tumekuwa ni ndugu na familia ya karibu, na mke wangu anafahamu hilo. Mzee Chale anafahamu na mke wangu anafahamu. Tunaongea paka saa 8 usiku, na hawa wanatusikia, na mzee Chale akiwa anasikia. Kwa hiyo mzee Mbwambo, huwa tunaongea vizuri kabisa kuhakikisha ATAPE inaenda vizuri. Asante sana. Lakini muazini, naomba nimsimamishe. Katika watu nilioficha majina yao waliojihuzuru ni pamoja na huyu. Ameshaniletea barua, nikamwambia kwamba Mama Kajura, ukijihuzuru na mimi naacha. Maana sijawahi kupata muhazini wa kuelekeza, nikipiga simu dakika 5 nataka liwe limetekelezwa, anatekeleza. Hata juzi wakati tunakata tiketi ya Moses Maka, alikuwa mbali sana, mahala ambako hata hapana usafiri. Nikamwambia hii tiketi ina cancel leo saa 12. Naomba uende benki haraka. Mwenyekiti, niko msibani. Muhazini, mimi nimemaliza. Nakata simu. Ndivyo nilikuwa nawaendesha hivyo saa nyingine. Unajua unafanya intimidation kidogo. Nakata simu hapa, anajua kwamba mambo yamekuwa magumu. Alichukua pikipiki akakimbia. Huyu mama ni mama ana heshima kubwa sana, na amefanya kazi kwa kujitoa sana. Kilichomkatisha tamani pale anapokuwa anatukanwa na watu. Na kazi zenyewe ni za kujitolea, hazina mshahara, hazina malipo. Alikuwa ni muhasibu wa TANROADS mkoa wa Mwanza, lakini akaamua kufanya kazi yetu. Amefanya kazi chini ya mazingira magumu, kama unavyojua masuala ya fedha, lakini ameyafanya kwa uaminifu mkubwa sana,
na hata wakati mwingine kujitolea fedha yake. Mjue ATAPE haina ofisi. Tulikuwa tunaitana, anatoka Mwanza, mimi natoka hapa Dodoma. Kwa sasa hivi muda mwingi naishi Dar es Salaam na safiri kuja. Sasa hivi mimi ni mwanachama wa, hebu simama bwana mwenyekiti wangu, Nyaucho ndiye ananilea nikiwa kwenye chuo cha diplomasia pale Kurasini. Sasa ndiyo niko huko nikiwa mwanachama wake kwa sasa. Kwa hiyo tunapigiana simu, kama mimi nitoke Dar es Salaam tukutane Dodoma tusaini cheki ili watu walipwe. Ilikuwa sio kazi rahisi, maana hatukai eneo moja. Huyu mama yote hayo ameyavumilia, na mume wake ni muungwana sana. Lakini na Chale ni muungwana sana. Maana Chale alikuwa anakupa ruhusa tunaenda ziara nchi nzima na mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo namshukuru sana Mama Kajura kwa uaminifu wake na kwa kazi nzuri. Lakini Lazaro Masatu naomba usimame. Lazaro Masatu lilikuwa jipu langu la moyo. Ukimgusa huyu baba umenigusa mimi. Tulishauriana naye na tumezunguka naye kutafuta ufadhili. Nimeenda naye kwenye ofisi mbalimbali. Lakini ndiye alikuwa akitengeneza bajeti zetu za ATAPE. Na amejitoa sana na alikuwa active sana. Na Masatu amehakikisha bajeti zetu zinatengenezwa na mpango kazi unatengenezwa na mambo ya ATAPE yanaenda vizuri chini ya mkono wake na namna alivyofanya kazi. Tumpigie makofi ndugu Masatu. Unajua wanaume mkinuniana wa kumwanza mwenzake ilikuwa kazi kidogo. Kuliko hawa wakina mama tulikuwa tunanuniana, wananitafuta, wananitia moyo. Tulinuniana na Masatu siku moja katika kutekeleza majukumu. Tukamaliza mwezi tukarudiana. Na mpaka tunaenda kukabidhi ni marafiki wazuri. Walijua nature ya uongozi wangu ulivyokuwa naenda na walikuwa wameshanielewa, na sasa walikuwa wamenielewa vizuri kabisa na tulikuwa tunaenda vizuri. Nampongeza sana kwa kujitoa kwake na kwa kazi nzuri aliyoifanya. Tumefanya naye kazi usiku na mchana. Yaani tulikuwa tunamaliza excom sisi tunaendelea na vikao mpaka saa nyingine saa 9. Huyo mama huyo hapo first lady alikuwa ananiambia maneno ya Kisukuma kwamba mhoruri hatu atolirwe na ATAPE. Maana kikao mpaka saa 9 tunaongea tu, yeye amepumzika. Lakini ndio mazingira menyewe, na kati ya watu walioipenda katiba ya ATAPE ni yeye. Ameishukuru sana katiba ya ATAPE kuwa na ukomo. Maana sasa atafurahia kuwa na ndugu yake. Asante sana ndugu Masatu. Lakini Jackson Wilson, makamu mwenyekiti uwekezaji, amefanya kwa muda mfupi, yeye na Tura msimami. Hawa watu nimeshirikiana nao kwenye mradi wa Center of Influence. Ni watu watiifu. Jackson nimeshamuuliza mara 2 kwa kumuona machozi yakitoka mwanaume mzima kwa sababu ameshindwa kutekeleza majukumu yake. Lakini Jackson naye anakifua kipana. Yeye alikuwa hanuni mwezi mzima. Yeye ni siku 3 tu anakusalimia, mwenyekiti unaendeleaje? Ni mtu muungwana sana. Lakini alitoa machozi, na hayo mimi siwezi kuomba msamaha kwa sababu mlikuwa mnalia ili tutokeze. Mungu akubariki sana Jackson. Naamini umerudishwa kwenye nafasi hiyo kama msaidizi, wasaidie kutembea kwenye dira tuliyokuwa nayo. Lakini ndugu Tura ndiye tulianza naye, na hata wakati tunaanzisha hilo wazo tulikuwa na yeye, na amekuwa msaada. Huyu sasa ametokea kuwa ni mtu wa ukoo wangu. Amekuwa kama ndugu kabisa wa karibu. Sasa hivi familia yake na ya kwangu ni ukoo mmoja. Hii ATAPE imetutengenezea familia kubwa. Asante sana bwana Tura kwa kazi nzuri. Lakini Jackson Mbura Mudoe, mzee wa Mongo wa Mono, huyu alikuwa makamu mwenyekiti uinjilisti. Amefanya kazi nzuri, tulimtuma Mongo wa Mono. Yeye mke wake hapa ni shahidi, anafahamu simu zangu za moto zilizokuwa zikiingia kwenye familia yao. Lakini
alitekeleza na alifanya. Ila yeye tulipokuwa tukikosana tulikuwa tunanuniana miezi mitatu. Ndio tunarudiana. Lakini mambo yalienda vizuri kabisa na hatimaye tukatokeza. Kununiana huko kulikuwa ni katika kutekeleza majukumu. Unajua ukiwa kiongozi kwenye maamuzi yako mengine yataumiza wengine. Lakini ili jambo lifanyeje? Litoke. Mbura yeye halii hata kidogo. Ila alikuwa tunanuniana tu halafu halii hata kulia. Yaani najitahidi nione kama amelia, kama amenitii hivi, sioni akitoa machozi. Ninakushukuru sana. Asante sana. Lakini ndugu Rugoye, katibu msaidizi, huyu baba ni baba mpole sana. Huyu baba sidhani kama niliwahi kumuuliza hata kumkwaza. Yeye ni kucheka tu. Alafu hata nikikasirika sana nasema, "Mwenyekiti, relax tu. Mambo yataenda vizuri." Namwambia hakuna cha kurelax hapa wakati kazi haziendi. Lakini tulifanya hivyo kwa kweli, namshukuru sana. Wenye viti wote simameni mliofanya kazi chini yangu na Masenena akiwemo. Wenye viti wote ni washukuru sana wa majimbo yote mlioko hapa. Tumefanya kazi na ninyi. Wala ambao tumekuja kwenye majimbo yenu kuendesha mikutano hii, ninawashukuru sana. Tulianza kufanya mikutano kwenye majimbo, nitaeleza hapo baadaye, lakini nawashukuru kwa ushirikiano wenu mzuri kabisa. Mlinisikiliza na mlitii maelekezo, na ndiyo maana majimbo yanaenda vizuri na hata sasa imesimama. Mungu awabariki sana. Baada ya kuwashukuru hawa viongozi wenzangu kwa kazi nzuri hii tulioifanya, niwashukuru walezi wetu wa majimbo madogo. Wote mahali mlipo msimame. Walezi wetu naomba msimame. Ninaomba msimame walezi. Wamesalia wa majimbo manne tu ninao waona hapa, matano. Nianze kukushukuru Pastor Mkeni kwa namna kwanza wewe tangu uwe mkurugenzi wa uwakili ambavyo umeamua kushikamana na ATAPE kwa nguvu. Nilikuwa nikitoa wito, nimefanya ziara nchi nzima. Somo langu lilikuwa ni umoja. Kwamba Watanzania wote wana ATAPE tukiungana nchi nzima tukawa wamoja. Kwa hakika kanisa letu litatembea kwa haraka sana. Kwa sababu tuna uwezo wa kujenga chuo kikuu kizuri kimoja na hospitali kubwa ya kimataifa, lakini na shule zetu nzuri za kiwango. Nikawaomba wachungaji kwamba kama mtashikamana na ATAPE, sisi tunajitolea, ninyi ni ajira yenu. Sasa tusaidieni tufanye hii kazi. Pastor Mkeni amelielewa hilo somo. Anatembea na ATAPE muda wote. Mungu akubariki sana. Pastor Manigina, Mungu akubariki sana. Toka ushike hii idara ATAPE kule Southern Highland Conference imesimama vizuri. Masenene ni shahidi, umefanya naye akiwa mwenyekiti. Mliendesha na mlinialika nikaja huko, niliona kazi yenu nzuri, na wewe pastor ni mnyenyekevu sana. Hata mimi nilivyokuja ulisema usihubiri wewe, ukanipa mimi mgeni kuhubiri, halafu wewe ukawa tu unatuombea. Mungu akubariki sana. Pastor Mshola, CTF imebadilika sana. CTF tuliyokuwa tunaifahamu ya nyuma sio CTF ya leo. Kwa kweli tunakushukuru sana Pastor Mshola na mwenyekiti Aziziki. Ametimiza jina lake kwa kufunga bao leo. Haijawahi kutokea mkutano wa retreat ukawa mkubwa hivi tangu ATAPE iwepo, isipokuwa ni Aziziki, na wewe Pastor Mshola mmefunga goli la kutosha. Pastor Mbwambo, nakushukuru sana. Ni kijana mnyenyekevu sana, mwenye hofu ya Mungu, anayetii wakubwa na wadogo. Mimi alikuwa akiniheshimu sana, sijui sasa baada ya kustaafu atanifanyaje. Na hata nilikuwa nawapigia kuwaomba wahudumu muje Chato, mnakubali kwa kuwa nilikuwa mwenyekiti. Sijui sasa hivi mtakuwa mnanisikiliza. Lakini muwe na akiba, maana mkinitenda vibaya sasa hivi huwezi ukajua ya kesho nitakuwa nani. Naweza nisiwe mwenyekiti wa ATAPE nikawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
maisha ni haya haya. Sasa kama ukufanya connection na mimi sasa hivi bado tunaongea, nikianza ulinzi usiseme kwamba tulikuwa pamoja. Kwa hiyo hata nikistaafu, Pastor Mbwambo endelea kuniheshimu tu, maana uwezi ukajua kesho nitakuwa nani. Nikirudi kwenye madaraka na wewe uko chini, nitakukandamiza. Asante sana Pastor Mbwambo. Pastor Rusega, mimi nakushukuru sana. Seki sasa hivi imeamka sana. Seki nako kulikuwa kunaenda polepole, lakini sasa mumeamsha moto mkali sana. Mungu akubariki sana. Walezi wengine wote, Pastor Tungaraza, Pastor Msimu, Pastor Chama na wengine wote tunawashukuru, ingawa wametoka, kwa kazi nzuri mlioifanya. Kipekee sasa kwa walezi, ni washukuru walezi wetu wa Union 2. Mimi nimefanya na walezi 4 sasa. Nimefanya na Pastor Izungo, nimefanya na Pastor Bambaganya. Hawa watu walikuwa wanyenyekevu sana. Tunawashukuru walivyotupa ushirikiano kwenye kipindi chetu cha uongozi. Lakini baadaye walikabidhiwa Pastor Chingoro Magoti na Pastor Ntabindi, ambao tumefanya kazi nao vizuri. Hawa wachungaji ni wanyenyekevu sana, na tumetoka sasa kwenye kuwa wachungaji wangu. Mimi wamekuwa marafiki zangu na ndugu zangu. Hata Ntabindi anafika mahala anashawishika kumuita mke wangu shemeji, lakini anakumbuka ni mshiriki wake, anaacha. Wachungaji na washukuru sana. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri na kwa mashauri mliotupatia. Tunaamini mtawapatia ushirikiano hawa wanaokuja, maana mnaendelea nao. Baada ya hapo sasa, ni washukuru wenye viti wa majimbo yote, maaskofu wangu. Kwa kweli maaskofu mkiongozwa na Senior Beatus Murozi, shikamoni. Asanteni sana kutushika mkono, na ATAPE sasa imesimama kwenye majimbo yenu. Haya mafanikio si kwa sababu sisi tumefanikiwa, ninyi mlituwezesha kufanikiwa. Maana mazingira mlioyafanya yametufanya ATAPE isikilizwe makanisani. Pastor Sando yeye alitamka kabisa kwamba yeye kwenye jimbo lake, mtu akikwamisha jitihada za ATAPE, hakumalizia lile neno la mwisho, isipokuwa alisema yeye ni mwanachama, atahakikisha ATAPE inaenda mbele. Na NGBF wa ATAPE iko moto, na NGBF ndio imeamsha hata mahubiri ya Danet event kwa wimbo wao. Kwa kweli NGBF tuipigie makofi matatu ya nguvu. Kwa utaratibu wa kuongozwa, tutaanza 1, 2, 3. Hiyo ni NGBF kwa kazi nzuri mliofanya. Masenene, ni kuombe, ukitaka chama hiki kirudi chini, kanyaga waya wa hawa wazee, na kanyaga waya wa wale niliowataja walezi, na kanyaga waya wa wachungaji. ATAPE nimeshawaambia ni chama kilicho chini ya kanisa, tuheshimu wachungaji wetu. Mukitaka mafanikio tuwe nayo ya kutosha, tuheshimu wachungaji wetu. Narudia, tuheshimu wachungaji wetu. Kamwe usiwe sehemu ya wewe kuwa kwenye grupu linaloshambulia watumishi wa Mungu. Utajitafutia laana wewe na kizazi chako. Hebu nyamaza, mwenye kanisa aliongozi. Kama unadhani kuna mtu analichafua kanisa, mshitaki kwa Baba yako wa mbinguni. Wala usimpeleke mahakamani, wala usimulaumu, na wala usiunde magrupu. Baba yetu mwenye kanisa yupo, hata liacha lizame hata siku moja. Litalindwa hili kanisa kwa mboni ya jicho, maana mwenye nalo aliyelifia Kalvari yuko hai. Hili kanisa sio la mwanadamu hata siku moja. Kwa hiyo wewe usiwe sehemu ya kulaumu wachungaji. Mafanikio ya uongozi wetu ni kwa sababu tulishirikiana na tuliwaheshimu hawa. Sasa ukikanyaga waya wao, ATAPE itarudi nyuma. Hawa ndio wenye waumini. Ukisema mimi ni mwenyekiti wa ATAPE taifa, mimi Masenene bana, utanifanyaje? Nina wana taaluma. Unaenda Magomeni kuhamasisha ATAPE, ukitoka pale Bambaganya anampigia Masunya.
Anamwambia, mwambie Masunya akilie hako ka hotuba kalikofanywa na hotuba na Atape hapo. Masunya ni kusimama tu kwamba achaneni na wapuuzi hawa. Washiriki wanasema haleluya Bwana, tusonge mbele. Tukiheshimu wachungaji wetu, chama kitasimama imara. Na washukuru sana wazee wangu. Lakini mwisho sasa ni washukuru wazee wetu wa Union mbili. Pastor Lekundayo na katibu mkuu mzee wa imani mzee Izungo, na muhazini sasa hivi sijamfahamu vizuri jina huyu mpya Shabatu. Kwa kweli mzee mmetushika mkono sana. Tangu mimi niwe mwenyekiti wa Atape, wewe mzee hujawahi kukosa mikutano yetu. Lakini mzee tumeshauriana usiku na mchana. Simu zangu ulizipokea kila wakati. Na hata ambapo kupokea ulinirudia. Lakini tulishauriana kila hatua. Kwa kweli mzee, hatuna cha kukulipa na timu yako. Mungu akubariki sana. Tumpigie mzee makofi na ofisi yake yote. Lakini mzee wangu mzee Marekana na katibu mkuu Pastor Mwakarongi na muhazini ambaye ni mwanachama wangu, ambaye alikuwa ni muhazini wa Atape ECT. Unajua msione haya mambo yanaenda. Huyu alikuwa muhazini wa Atape ECT. Leo ni muhazini wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Kwa utatu wenu na timu nzima ya pale ofisini tunawashukuru sana. Mzee, mmetupokea, mmetupa ushirikiano, na hata wakati tulipoandaa retreat yetu ya kwanza tuliwaomba ninyi wenyewe ndio mhudumu. Pastor Marekana pamoja na Pastor Lekundayo tulikuwa na thimu isemayo nipe mlima huu. Pale Dar es Salaam mlituhubiria na mkaweka msingi na chama kikasimama paka leo. Lakini mzee, nilipochaguliwa sitasahau tulipokaa kikao cha Excom ya kwanza hapa Dodoma, ulikuja tukiwa wote. Excom yetu ya kwanza alituhubiria kitabu cha Yoshua cha uwe na moyo mkuu. Akaniambia, Nyaruba, usiogope, umechaguliwa. Na mimi nilimwambia mzee, mimi siwezi kuogopa. Nitasimama na nitapita katikati ya anga na nitatoboa. Maana wakati nachaguliwa kulikuwa na hofu nyingi ya kufa kwa chama hiki. Mumechagua mwenyekiti kutokea Kigoma, kijijini huko. Atatupeleka wapi? Walikuwa hawanielewi kwamba hata Dar es Salaam naifahamu kuliko wao. Maana mimi ndio nilikuwa geti langu la kuvuka kwenda nje. Nilikuwa napandia Dar es Salaam. Lakini wanasema wamechagua mwenyekiti wa Kigoma. Manento anawaambia huyu sio wa Kigoma. Mtaelewa baadaye. Sasa wamenielewa. Hawa hawajanielewa. Mwaka wa kwanza tumefanya kazi kwa ugumu sana. Ulikuwa ni mwaka wako, lakini ndivyo hivyo kwenye uongozi sisi tumejifunza kwamba ukiwa unaanza watu wanaweza wakabedha wasijue uwezo wako. Ila kwa kadiri unavyoendelea ndivyo watu wanaendelea kuamini kwamba tuna kiongozi hapa. Kwa hiyo Masenene, na wewe huenda ikawa wasikuamini na wasikuelewe, lakini nataka niseme hivi, humu kanisani ukiona Mungu ameruhusu uchaguzi wowote umefanyika, usinungunike. Maana ni Mungu amehusika pale. Anajua atakavyomtumia huyu. Sisi tuliitwa dhaifu. Na mzee Marekana, wakati unakuja na fungu hilo ulikuwa umeshasikia hayo kwamba tunaitwa viongozi dhaifu. Lakini mimi nilikuwa nawaambia kwamba sisi sio dhaifu hata kidogo. Ulitutia moyo na tumesimama kwenye thimu hiyo ya kuwa na moyo mkuu. Na ndio kauli katibu tulikuwa tunatiana moyo kwamba uwe na moyo mkuu. Ndio sisi ilikuwa kutakiana usiku mwema, na nasema uwe na moyo mkuu. Tulisimama kwa sababu ya mashauri yenu. Tunawashukuru sana. Mungu awalipe mema. Baada ya kumaliza kuwashukuru sasa makundi haya, nitoe wito kwa wazee, kwa viongozi wote niliowataja. Wachungaji wetu wote tunawashukuru. Walezi wetu wote tunawashukuru. Na maaskofu wote tunawashukuru. Niombe Masenene mumpe ushirikiano kama mlionipatia mimi. Atakapokuja kwenye majimbo yenu
aje apokelewe kama mwenyekiti wa ATAPE na afanye kazi yake. Lakini nimshukuru sana mke wangu mpendwa na watoto wangu kwa kunivumilia kwa kipindi chote wakati nahangaika na chama chenu, na hata wakati mnanichagua Nyantoli alikuwa ananionyesha picha wakati nachaguliwa pale Malaika, nilikuwa mnene kidogo. Sasa chama chenu kimenikwangua, lakini naamini baada ya wiki moja sasa hivi nitakaa vizuri sana, maana sasa kichwa kinaenda kupumua. Kwa hivyo niombe niwashukuru sana, nimshukuru mke wangu Neema, naomba usimame kwa kunivumilia, ila tumezunguka naye nchi nzima kabisa, tunafanya ziara. Niliona niwe natembea na ulinzi. Amekuwa msaada mkubwa sana na sio mlalamishi huyu mama. Kwa kweli mumpigie makofi na yeye. Unajua nimegundua pia kwamba ukitaka kuoa uchague jina zuri. Yeye anaitwa Neema. Sasa wewe oa si Wema uje uone. Asanteni sana kwa kufurahia. Hii ndiyo furaha watu wa Mungu wanapokuwa wanakutana na watu wa Mungu wanapofunga mikutano. Na hii ni hotuba ya mwenyekiti wa ATAPE Taifa, bado inaendelea. Baada ya shukrani sasa niseme yafuatayo. Chama cha ATAPE sasa hivi sisi viongozi hawa tunao stafu wote tuna wivu mkubwa sana na chama hiki mpaka sasa. Masenene ni kuahidi, pale utakapohitaji msaada wa kwangu au utataka kuniagiza mahala popote, mimi ni mtaalamu wa kusuluhisha migogoro, lakini ni mtaalamu wa mahali palipochafuka mimi kupatuliza vizuri. Kwa hiyo utakaponituma mahala popote, nitasema ndiyo mkuu, nitaenda, nitatii sauti yako. Lakini nitakupa ushirikiano wangu wa 100% kabisa. Na yeyote atakaye kugusa, tutakaa inbox nikufundishe namna ya kukabiliana naye bila yeye kuelewa kwamba unakabiliana naye. Sisi wanadiplomasia tumefundishwa usitukane tusi, na ndio maana jana wengine walikuwa wanauliza maswali ya kejeli, mliona najibu vizuri. Hiyo ni kwa sababu nimefundwa na chuo changu, lakini singekuwa hivyo mimi ilikuwa ni 30-40, ukibipu unapigiwa. Lakini sasa hivi nitakufundisha vizuri. Unajua kuna namna ya kumtukana mtu bila kutamka tusi baya. Waingereza hawatukani matusi kama tunavyotukanana Afrika. Wanakwambia tu jambo kwa lugha nzuri lakini amekasirika. Kwa hiyo mimi nitashirikiana na wewe na excom yako ili tuhakikishe kwamba hiki chama kinasimama. Manento aliniambia kwamba ninapokuachia Nyaruba hiki chama na watu wanasema kitakufa, na wengine walisusa kushirikiana na sisi wakisema hiki chama hakifiki kokote, lakini leo chama tumekifikisha salama. Tumetua nanga salama. Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kazi tumeifanya kwa weledi na kwa nguvu na kitaaluma, na tumefikisha jahazi salama. Leo tunakukabidhi jahazi hili salama, utembee nalo, na sisi hawa wote tuko nyuma yako. Lakini ndugu Masenene, sasa hivi naongea sasa na Masenene. Ndugu mheshimiwa mwenyekiti Masenene, wakati nakabidhiwa na Manento, akaunti aliniachia ina shilingi milioni 3. Na hapo natakiwa niitishe mkutano wa excom, tukutane physical, na gharama za kikao kile ni milioni 3.5. Tulitafuta 500,000 tukakutana mkutano wa Dodoma na hela tukawa tumemaliza kwenye akaunti. Sasa tunaanzaje? Tulianza mikakati ya kuhakikisha tunapata fedha ili chama kiweze kwenda. Tulifanikiwa
Na leo tunapoenda kukukabidhi wewe, kwa takwimu ambazo nimepewa kidogo na mhazini za leo, hatujui Jumatatu, tumekuachia mule karibia milioni leo zinaenda 90. Na hizo fedha ni za mahubiri ya Danet event, zimo karibia milioni 70, na zimo milioni karibia 20 za mradi wa Center of Influence. Ole wako uzihamishe matumizi, wakati ni fedha nimezihangaikia mimi na timu yangu. Hakikisha milioni 20 zinaenda kwenye mradi na zile milioni 70 zinaenda kwenye mahubiri ya Danet event, na wakati wenye viti wakikamilisha kukamilisha goli letu utajaza ili uende kulipa huko. Kwa hiyo akaunti ina hela, unaogopa nini? Yaani unaanza na raha. Ndio maana ya kukabidhiwa na uongozi uliopambana. Sasa umekuachia hizo fedha, kapambane ufanye kazi. Wewe na timu yako sasa mtaanza vizuri. Na kazi hiyo tunaomba mjifanye vizuri. Kwa sababu nimeandika matumizi. Hizo fedha zitumike kwa matumizi hayo. Ukizitumia vibaya nitasusa kuongea na wewe. Lakini pia wakati tunaingia kwenye madaraka, ndugu wanachama, tulikuwa hatuna ofisi ya chama. Mnyongeni mimi pamoja na timu yangu hii yote na wenye viti walioko huko tumepambana. Leo tuna ofisi ya kuanzia ya ATAPE. Jamani, hamwezi mkapiga makofi. Pale Nala kuna jengo tulinunua kiwanja kuna jengo tukalikarabati. Tukapata ofisi ya mwenyekiti, ya katibu na muhazini, lakini hazina furniture. Sasa ninakukabidhi uweze kwenda kuhakikisha furniture zinawekwa mule na mnaanza kufanyia kazi kwenye ofisi hiyo ambayo tumeijenga. Lakini pia tulikuwa hatuna uwanja, ndio tumemiliki sasa hekari hizo 6 ambazo ni mali ya ATAPE. Lakini tumenunua printer. Haya sio makabidhiano, ninaeleza makabidhiano tunayafanya kesho, lakini nakupa pashare kwa wanachama ili ijulikane vitu tulivyo navyo. Tumejitahidi, lakini tumeongeza idadi ya wanachama. Wanachama wamekuwa wengi sana. Lakini tumeimarisha mahusiano yetu na uongozi wa kanisa. Hilo naomba lilinde kama mboni ya jicho lako. Lakini pia tumeimarisha mahusiano ya serikali na ATAPE. Kuna wale waliokuwa wanatutukana, wanasema kwa nini mnajihusisha na serikali? Yaani unamtazama mtu unamwangalia humumalizi. Chama hiki kiko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengine wakasema ninyi ni wanasiasa na nini. Ni wanasiasa wa Yesu kwa sababu tunataka mambo yatokeze. Kwa hiyo mahusiano haya Masenene naomba uyaimarishe. Mahusiano yetu pamoja na serikali yaimarishwe na yalindwe, kwa maana kwamba viongozi wengi wa serikali sasa wanakitambua chama, na chama tumekitambulisha paka Ikulu. Mheshimiwa Rais sasa anafahamu ATAPE, Mheshimiwa Waziri Mkuu anafahamu ATAPE, Mheshimiwa Makamu wa Rais anafahamu ATAPE, Waziri Kitila Mkumbo anafahamu ATAPE, Waziri Mavunda anafahamu ATAPE, na mawaziri wengine wote na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ambao wamekipenda chama hiki. Tuendelee kulinda mahusiano ya karibu na ATAPE na hao viongozi, maana serikali ndiyo inayoongoza nchi yetu. Ni lazima tushirikiane nao, na hao ndio wenye kutusaidia. Lakini pia ambalo ninapenda kulisema hapa, chama chetu kimekuwa na madeni mengi ya ahadi. Tunaomba hayo madeni tutakapokukabidhi yafuatilie na uyafanyie kazi ili kulinda chama chetu, maana bila michango hiyo ATAPE haiwezi kufanikiwa kwa jambo lolote lile. Baada ya kusema hayo, niseme sisi wale wote waliotukosea tunawasamehe waliotutukana.
lakini na sisi yale ambayo kama tunafikiri tulienda kinyume na utaratibu, hayo ndio tunaomba msamaha. Lakini yale tuliyokuwa tunaelekeza yafanyiwe kazi na tukayasimamia na yakakukwaza, hayo hatuombi msamaha hata kidogo, maana tulikuwa tunatekeleza majukumu yetu. Katika kutekeleza majukumu haya, imefika mahala ninyi wanachama, hata wengine mmeshawishika na wengine mmenifuata kunishawishi kutuambia tubadilishe katiba ili uongozi huu uendelee. Na hivyo ndivyo minong'ono ilivyokuwepo mingi hata jana. Na wengine wameniletea hapa ajenda na katibu, tulete ajenda ya kubadilisha katiba jana. Nikawaambia mnapoteza muda wenu. Hii katiba nimeisaini kwa sahihi yangu mimi mwenyewe na Janet Senkondo. Tuna sahihi zetu humo ndani. Halafu tuwe wa kwanza kuivunja. Haiwezekani. Profesa Lumumba huwa anasema, no matter how good you are, if you stay for too long, you spoil it. A good dancer must know how to leave the stage. Kwa hiyo msakata rumba mzuri hata kama anajua kucheza namna gani, ukikatika sana hapa watu watachoka. Sasa tumeamua kutoka kwenye stage, mungali bado mnatupenda. Kwa hiyo sisi tutailinda katiba. Na Masenene na wewe ilinde katiba. Na kama kutatokea kuna masuala mnahitaji kubadilika, kuamendi katiba, hakuna makosa. Mtarekebisha, lakini kamwe usikubali kuvunja katiba. Katiba lazima ilindwe na viongozi wote. Baada ya kusema hayo yote, mimi niwashukuru sana wanachama, niwashukuru sana viongozi wote, niwashukuru wasaidizi wenzangu kwa ushirikiano huu wote. Na leo sasa sisi tunatua nanga. Asanteni kwa kutuheshimisha na kuwa pamoja nasi na kutupa ushirikiano. Bwana awabariki sana. Baada ya kusema hayo, nimwalike sasa Masenene aje arespondi hotuba yangu na apokee maelekezo haya ambayo nimempatia.